Karibu katika Mwenda TV. Kuwa kwanza kuweza kupata taarifa zetu, tafadhali subscribe, lakini pia usiache kutani on notification kwa taarifa nyingi zaidi. Pigania. Asante maana unatuweka hai hata sasa. Asante maana umetuleta tuisikie sauti yako. Asante maana una mpango na sisi katika juma hili la maombi. Asante maana una jambo na mtu fulani ndani ya kusanyiko hili. Asante maana unakwenda kubadilisha maisha yetu. Asante maana tunakwenda kubadilika kabisa na kuwa vyombo vyako vitakatifu. Sema nasi leo tena, maana tuko tayari kusikia. Kwa Kristo Yesu tunaomba, amen. Dunia tunayoishi ni dunia ambayo imebadilika sana. Ni dunia ambayo ndani ya kanisa la Mungu tuna washiriki, tuna washirikina. Bwana Yesu asifiwe. Hivi nimesemaje? Tuna washiriki, lakini pia tuna watu gani? Tuna washirikina. Hivi wapo hawapo? Yaani ndani ya kanisa la Mungu tunao washiriki kabisa, lakini ndani ya kanisa la Mungu hilo hilo tunao watu gani? Na ni rahisi kujua kwamba huyu ni mshiriki na huyu ni mshirikina. Ni rahisi kujua. Ndani ya kanisa la Mungu tunao watu ambao wakilala usiku wakisikia battery na kwaruza wanasema fulani ananiloga, fulani ananiloga, maana hata pale kanisani nilipokuwa nikiimba alinikata jicho hilo, yule atakuwa ananiloga. Ndani ya kanisa la nani? La Mungu. Ukisikia dirisha linakwaruzwa, tayari umeshaamka na wewe una tunao washiriki. Tunao watu gani pia? Washirikina ndani ya kanisa la Mungu. Mungu anapotuita na tunapoisikia sauti yake, tuko tayari kubadilishwa, tuko tayari kuisikia sauti yake. Na tunapoisikia sauti yake, iko namna ambayo Mungu anataka tuishi kwayo. Iko namna, sio tu utaishi hivi hivi. Iko namna ambayo Mungu anataka uishi ili uendelee kuwa mshiriki na uache kuwa nani? Mshirikina. Wewe mpe tu mshirikina aombe, ndio utajua maombi ya mshiriki na mshirikina. Maombi ya mshirikina yamejaa shetani nyingi kuliko jina la nani? La Yesu. Maombi ya mshirikina yamejaa hofu nyingi kuliko jina la nani? Sikiliza nikwambie, siku moja nilienda kufanya kazi mahali fulani, na ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kufika kwenda kuhudumia hilo eneo, na wale watu wa Mungu wakawa wameandaa nyumba. Kwa hiyo mimi nikafika, nikaweka vitu vyangu, alafu nikatulia tu hapo. Ndio mgeni mzee wa kanisa alinipokea, akanikaribisha hapo. Karibu mchungaji, karibu sana, tutabarikiwa sana na uwepo wako hapa. Yaani unajua kanisa letu lina hivi na hivi na hivi lina vile. Kwa hiyo karibu sana mtu wa Mungu, karibu sana. Nikasema huyu mzee wa kanisa ananipenda sana, hapa patakuwa pazuri zaidi. Tukamaliza hapo, mke wa mzee wa kanisa akaleta chakula, tukala vizuri, tukashiba, alafu tukatulia. Stori zikaendelea, ananipatia uzoefu wa hilo eneo, baadaye tukamaliza stori. Sasa tunaagana. Sasa mzee, usiku umeingia, nenda kapumzike, tutakutana pia kesho, tuna mengi zaidi ya kuongea, maana ndio nimefika tu. Tunapokuwa tunaagana, mzee wa kanisa anaweza kuniambia, lakini pastor, unajua umefika, ni mgeni, lakini tukupe tahadhari kidogo. Mzee, kuna shida gani? Akaniambia, pastor, hii nyumba unayokaa, huyu mama wa nyuma hapa, pastor, hayuko salama sana, ana historia fulani ya uchawi, kwa hiyo kuwa naye makini. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mzee wa nani?
kanisa, Pastor, huyu anayekaa huyu mama ana kahistoria ka uchawi. Kwa hiyo kuwa naye nini? Makini. Maana walikuwa wanakuja wapangaji hapa, lakini walikuwa hawakai. Lakini kwa kuwa wewe ni mtumishi wa Mungu, huenda utaweza kufanyaje? Kukaa. Swali, huyu mzee wa kanisa ni mshiriki, ni mshirikina? Jamani, huyu ni mshiriki, ni mshirikina? Sikiliza, tunao washiriki ambao wanaogopa hata nini? Uchawi. Na kabisa wanauabudu. Kwamba hebu kuwa makini na huyu, kuwa makini na yule. Maana yani wanaabudu. Kamuliza mzee, huyo mama unayemsema ni mshiriki wetu? Yeah, pastor, ni mshiriki wetu. Sawa. Kwa hiyo kama kanisa mmemsaidiaje sasa? Pastor, tukimuuliza huwa anakataa, na unajua mpaka tumkute sasa ndio tuweze kuna. Nikasema basi hamna shida. Lakini pastor, kuwa naye makini. Ndivyo anavyoniaga mzee wa nini? Wa kanisa. Nikapiga mudhi, nikamwambia Mungu, mimi ndio nimefika, wala sijui kinachoendelea. Mimi ninalala, nilinde wewe. Bwana Yesu asifiwe. Nilinde wewe. Mimi nikalala, na kwa kuwa ndo nimefika na uchovu nikalala sana. Nikaja kuamka saa 5. Mimi sio mvivu, nimesema tu kwa sababu ya uchovu. Kwa hiyo nikalala, nikaamka, na sikuamka mimi, niliamka sababu kuna mtu alikuwa anagonga mlango sana. Sema, huyu nani anagonga kwa mchungaji hivi? Mbona anakuja bila adabu? Nilipoenda kufungua mlango, ninamkuta yule nani? Mama. Bwana Yesu asifiwe. Niliyeambiwa ni nani? Mchawi. Ndio ananigongea mlango. Alafu ni mnyenyekevu kweli. Bwana Yesu asifiwe. Hata washirikina ndani ya kanisa ni wanyenyekevu na wanaimba na nini? Sisemi kwaya yenu. Sikiliza, amekuja yule mama, mchungaji, mwanangu, unaendeleaje? Karibu. Sasa nilipofungua tu mlango, yule mama akawa wa kwanza kuingia ndani. Mama, hivi kwani ni kwako? Karibu sana. Lakini mama anatembea kidogo, amepinda, lakini mbona kama mkono huu umetunatuna hivi? Mzee aliniambia kuwa naye makini, na mimi na mama, vipi, umekuja na panga ama ni nini? Mama amekuja kamkono kamevimba hivi, akaja akakaa sebuleni. Na mimi niko makini sasa. Mama, karibu sana. Mwanangu, karibu sana. Karibu sana hapa nyumbani kwetu. Unajua tutabarikiwa sana na wewe. Na wale kwa kutia moyo Waadventista wa Sabato. Karibu kweli. Baadaye pastor, nimekuletea tu kachakula, maana uko mwenyewe, kwa hiyo karibu pastor, watu nikuandalie kachakula kukukaribisha. Bwana Yesu asifiwe. Bia mama, asante. Akatoa ule mkono, kuna hotpot. Nilipoishika ni ya moto, nikasema hii sasa hivi imepikwa. Nikaipokea, nikaitia na mezani. Mama akaniweka, akafanya nini? Akaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Swali, ungekuwa wewe ungekula usingekula? Bwana Yesu asifiwe. Ungekula usingekula? Sikiliza nikwambie. Nilipofunua, kumbuka nina njaa na sina mpango wa kupika, bali mimi ni mvivu wa kupika. Na mama amekuja na hotpot. Akili ya kwanza, huyu mama ni mchawi. Kabla ya kufungua, hebu omba. Nikapiga magoti, Mungu, mimi nafungua. Mimi nafanya nini? Sikiliza, usitetemeshwe na uchawi kwenye maisha yako. Usitetemeshwe na nguvu za giza kwenye maisha yako. Ukiwa na Yesu unavyo vitu vyote. Tembea kujiamini kwamba Yesu, asante, maana mimi ninalindwa na nani? Mimi ninafungua. Nilipofungua ni supu, sio ya ng'ombe, mzee wa kanisa, supu ya kuku. Haujanielewa, sio broiler wa kienyeji. Nikasema hii ni ya kuomba tena. Mungu, kama wachawi wa hapa wanapika na supu, walete wengi. Sikiliza nikwambie, ukiwa na Yesu hakuna kitu cha kuogopa. Supu nilikunywa, kwani nimekufa? Tumbo limevimba, kuna sehemu inaniwasha? Niko na Yesu. Bwana Yesu asifiwe.
Sikiliza nikwambie, kuna nguvu katika maombi. Imani yako inasuasua kwa sababu haujaomba. Hautulii kwa sababu hauombi. Maana ukiomba unajiamini, maana utayaweza yote. Faida za maombi: moja, inakufanya uwe na uhusiano wa karibu na Mungu. Inakufanya uwe na uhusiano wa karibu na Mungu. Wewe na Mungu mnakuwa na uhusiano wa karibu, maana ni baba yako, unaongea naye muda wowote. Sema naye, mwambie, Baba, umenipatia ni mwanaume hili nilikichomi. Mungu, si ulinipatia wewe, hebu libadilishe, maana ni la kwako. Alafu nikija na makelele zako, anambia tu Mungu, shughulika naye. Bwana Yesu asifiwe. Acha kulalamika, acha kusema, maana ukiwa mtu wa maombi, uhusiano wako na Mungu unakuwa wa nini? Wa karibu. Yeremia 33 fungu la 3. Yule anayesoma, mzee wa kanisa, nafikiri amefika, naweza akatusomea vizuri Yeremia. Nafikiri hili fungu tunalifahamu sana. Yeremia 33 fungu la 3, Biblia inasemaje? Yeremia sura ya 33 fungu la 3, neno la Bwana linasema, Niite nami nitakuitikia. Nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyofanya nini? Sikiliza nikwambie, unaishi maisha ya tabu kwa sababu hujamuita nani? Unaishi kwa sababu hujamuita nani? Leo anakwambia niite nami nitafanya nini? Nitakuonyesha mambo madogo, si ndio? Makubwa tena ambayo haujafanya nini? Sikiliza nikwambie, yule mama haikuwa mara yake ya mwisho kuniletea vitu. Nikagundua kumbe wachawi ni wakarimu sana. Maana siku nyingine asubuhi amekugongea ana mayai ya kienyeji, mzee wa kanisa. Si ndio kiafya, si ndio mazuri? Sasa anataka mchungaji ninenepe, shida iko wapi? Mimi nachukua, mama, haya ameleta mengi sana, 10, mtao na chemsha 5 nitakaanga. Bwana Yesu asifiwe. Kila amekuja na ndizi. Mungu, kama wachawi ndio hawa, si waje wengi sasa? Sikiliza, unapata maisha ya tabu, unaumia moyoni, unakuwa na vinyongo, unachukia hata kanisa kwa sababu haujamuita nani? Mungu. Siku ukimwita Mungu, njia yako itakuwa nini? Nyepesi, maana Mungu hatokuacha, atakuonyesha makubwa ambayo mengine hauyajui. Atakuonyesha hata yule ndugu yako anayekupigia simu asubuhi kujulia hali, sio anakujulia hali, maana usiku alikuloga, anataka ajue, je, dawa zilifanya kazi? Mwite Yesu akuonyeshe. Mwite Yesu akwambie. Unaumia kwa sababu wewe ni mvivu wa maombi, haujamuita Yesu. Ombi lako kubwa unalolijua la kuombea chakula, na lenyewe ni fupi tu. Baba, bariki chakula kwa jina la Yesu, amina. Umemaliza kuomba. Haya, wanaoomba kila siku na umenyoosha mkono, haujaomba. Na ndio maana tukiomba, mtu akiomba dakika 5 unaanza kulalamika. Kwa nini? Sio kawaida yako kuomba. Sikiliza nikwambie, kwa Mkristo anayejitambua, kwa Mkristo anayemtambua Mungu, kwake maombi ni maisha. Kwake maombi ni kanuni. Kwake maombi ni mtindo wake wa maisha. Kwake maombi sio mpaka ashikiwe fimbo. Maombi sio mpaka liwe juma la maombi, maana kila siku anamuita nani? Anamuita Mungu. Hata magumu yaje, hata umseme, hata umfanyaje, yeye rafiki yake wa kwanza ni namba ngapi? Mungu peke yake. Mfanye Mungu awe rafiki yako, mfanye Mungu awe baba yako. Sema naye kila siku, mwite, Baba, nina
nasikia ninaumwa, baba, nimeambiwa sitopona tena, baba, magumu yamekuja. Ninakuita wewe unayeweza kuingilia kati, endelea kuingilia kati kila siku. Ngoja, kuna kale kawimbo, yule dada sio msabato lakini alikaimba kale kawimbo. Ndio kanisa, msinivute ushirika, ni kawimbo lakini kazuri tu. Anaimba, mwenzio sipigani mwenyewe, napiganiwa na nani? Wangapi wanakajua kale kawimbo? Basi mzee, mtatafuta wengi. Sikiliza nikwambie, acha kupigana vita peke yako, mwambie Mungu akupiganie. Kutoka anasema Bwana atawapigania, nanyi mtafanya nini? Mtanyamaza kimya. Sio kila vita ni ya kupigana, sio kila shida ni ya kusumbuana. Muite Mungu akupiganie kwenye shida yako. Leo nakutangazia, kwa ile changamoto inayokusumbua, kwa yale magumu ulio nayo, muite Mungu akupiganie, nawe utanyamaza. Sikiliza, Mungu anapokupigania wewe unasimama, unasubiri ushindi ili umshangilie. Uking'ang'ania kupigana, Mungu anakaa pembeni ya kuangalia na hautaweza. Yeye alishinda, ameshinda na ataendelea kushinda kwenye maisha yetu. Kama ukimuita, kama akiwa sehemu ya maisha yako yataenda vizuri bila wasiwasi. Hata waseme nini, hata wakwambie nini, hata wafanye nini, wewe unadunda tu, maana uliye naye ni mkubwa kuliko wao. Nampenda Zakayo, anaambiwa na Yesu shuka chini, anashuka chini. Alafu Zakayo anaongea na nani? Na Yesu. Huku wanafunzi wanaanza, Bwana ni mwenye dhambi. Sikiliza, Zakayo hasumbuki na hao wanaosema sema, yeye anakomba kuongea na nani? Na Yesu. Acha kupambana na watu wanaokusema hata maana shida zako, pambana na Yesu anayeokoa. Mwambie Yesu, mimi sikuachi, hata wasemaje, wewe ni wangu. Siimbi kwaya, nawaachia kanisa lao, nafanya hivi. Koja nikwambie, mimi nilikuwa napenda sana kupiga kinanda. Kanisani kwetu wakanunua kinanda, kikawekwa pale. Alafu jamaa mmoja akawa anapiga kinanda kama huyu anayepiga hapa. Ibada ilipoisha, nikasogea kwenye kinanda. Huyu jamaa hakuwa mshirikina, alikuwa ni mshiriki. Niliposogea akaniuliza, unataka kupiga kinanda? Nikamwambia ndio. Akaniambia njoo, kaa hapa. Nikakaa. Akaniambia tuone mikono yako. Nikamuonyesha, akanishika. Wasabato kwa kutia moyo. Mungu awabariki sana, semeni amina. Akaniambia, yaani tena una mikono mizuri, wewe hautachukua muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe. Kaa hapa. Nikakaa. Alafu akaanza kunipigisha. Mimi kumbe sijui kuna makodi na manini sijui. Mimi najua kaenda kikitoa tu sauti twende kazi. Kwa hiyo nikaona twende, moyo tunasikia raha, nasema hapa nimemaliza. Ninapofanya vile, kuna wazee wa kanisa wananiangalia. Si wasemi wa kwenu, wale wa kule kwetu ndio wakorofi. Yule jamaa akaniacha hapo. Baadaye akaenda sehemu, nikabaki mwenyewe. Sasa mimi nimekomani nasema anapiga kinanda. Akaja mzee wa kanisa namba 1. Kijana, unafanya nini? Mzee, shikamoo. Unafanya nini kwenye kinanda? Hichi ni kitakatifu, wanapiga waliowekwa nini? Wakfu. Nyanyuka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Toka, nyanyuka mpaka weka wakfu. Nikatoka, nimekuwa mpole, nikatoka. Natoka nje, mpiga kinanda huyu hapa. Mbona umetoka? Baba, nimeambiwa ni kitakatifu, mpaka niwekwe nini? Wakfu. Akanichukua yule mtu wa Mungu hadi kwenye kinanda cup. Wazee wa kanisa wana vikao vyao vile vya kila siku ya Sabato, wanaendelea kujadili. Akaja kaenda pale, afu akaniwekea mikono. Leo nimekuweka wakfu kuwa mpiga kinanda. Bwana Yesu asifiwe. Haya, wakfu nimewekwa, sijawekwa? Kapo. Sikiza nikwambie, usikubali kukatishwa tamaa kwenye safari yako ya kiroho.
Mungu uliye naye ni mkubwa kuliko wao. Acha kupiganie. Wazee walipoona nimewekewa mikono Sabato ijayo na daftari lao kubwa la matangazo, tangazo la kwanza, tunawakaribisha wageni na nane. Tangazo la pili, hauruhusiwi kugusa mali za kanisa kama hujapitishwa na baraza. Mwanzo walisema mikono nimewekewa, sasa baraza. Bwana Yesu asifiwe. Sikiza nikwambie, kama utakuwa mtu wa kuvunjika moyo, maisha yako hayataenda. Na hiyo Jumamosi niliwahi na kielele changu, nipo kwenye kinanda pale Ngede, maana wakfu limeshawekwa. Naambiwa haya baraza limekaliwa na wapi? Bia mtu wa Mungu, sasa baraza tena inakuaje? Sasa sikiliza nikwambie, ili upitishwe na baraza, jaza fomu ya kuimba kwaya. Fomu inapatikana wapi? Kwa mkuu wa muziki. Nikachukua fomu nikajaza, hata kuimba. Bwana Yesu asifiwe. Nikachukua nikajaza, mkuu wa muziki akapeleka kwenye baraza. Jioni naitwa, njoo wewe, unataka kuimba kwaya? Ndio. Kwa nini unataka kuimba kwaya? Jamaa aliniambia wakikuuliza kwa nini, waambie kwa sababu nataka nimtumikie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama dunia iharibike, bado kuna watu wa Mungu wanaowapenda watu wengine. Watu wa Mungu hawawezi kuishi wote. Akanipa na kodi za kuwajibu kwenye nini. Sasa nimesema nataka nimtumikie Mungu, utanibishia? Baraza likanipitisha. Sasa baraza limeshanipitisha. Weka hapo. Swali langu la kwanza kwa yule mwalimu, zoezi la kwaya ni lini? Alhamisi saa 10. Alhamisi saa 9 nipo kanisani nazunguka. Wakaja wale wazee wa kwaya wa zamani kabisa. Kijana umefika huo ni moto tu. Ukizoea utakuwa kama sisi. Hao ni washirikina wa kanisa la nani? Ukiwaona na suti zao Jumamosi wanavyoimba pale na mabezi yao, kama watenda mbinguni, kumbe ni washirikina wakubwa. Siwasemei Matabata kule. Ninyi huku wote ni washiriki. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza nikiwaona hapa kama vile hamna dhambi. Na kama unayo ukatubu kuanzia leo. Sikiza nikwambie, nimekaa hapo na siku hiyo ndo niliangukia siku nzuri, siku kwaya wanachagua viongozi. Mungu akikutengenezea njia hakuna wa kuipindisha. Yaani Mungu akikupigania hakuna wa kushinda. Wanachagua viongozi. Tabu ikaanza kwenye zoezi la kwaya. Kuna kitu kinaitwa do re mi fa so, hata nilikuwa sijui, nilijulia siku hiyo. Tulikuwa wageni 3. Wa kike mmoja, wa kiume 2. Haya, muda zoezi la kwaya. Maana tunashukuru Mungu tuna wageni, karibuni sana, mjitambulishe na sauti mnazoimba. Kwenye kwaya pia kumbe kuna sauti. Sikiliza nikwambie, Mungu akikufungulia njia hakuna wa kuipindisha. Mimi naitwa Eliza, naimba sauti ya kwanza. Mimi niko mwisho, huyo naimba ya kwanza. Akaja wa pili. Mimi naitwa fulani, naimba sauti ya ngapi? Sasa mimi naimba ya ngapi? Huyu jamaa alisema ya 3, na mimi nikakoma. Mimi naitwa Chazi, na mimi naimba ya ngapi? Bwana Yesu asifiwe. 3 hata ikoje sijui. Ya 3 kaa hapo. Moyoni nikamwambia Mungu, walininyima kupiga kinanda mpaka niwekea vikwazo vingi. Leo nipe sauti, nipige mziki mpaka wazee waseme jamani, huyu mwimbaji alikuwa wapi siku zote? Tulipoanza kwenye mazoezi nilitoa sauti yangu ya mwisho. Mwalimu anaimbisha ananiangalia. Nikasema huyu anasema hii sauti ni kama ya Lucifer. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi naimba, kwa hiyo akiniangalia mimi ninakomaa. Nikaona akapiga, baadaye akafunga alafu akanifokea, unatuharibia kwaya. Nikaangalia hivi, nani anayeambiwa hivyo? Kumbe ni nani? Mimi tena. Umesema unaimba ya 3, mbona unaimba ya kwanza? Nikasema Mtume. Sikiza nikwambie, usikubali watu wakuondolee kujiamini kwako ndani ya nani. Muda huo nikawa mnyonge kwenye kwaya. Sasa wanaimba, mimi nikawa sipi ni kunongona tu polepole. Baadaye nikaona kama vile bezi ndio inanivaa. Maana wao ni kama hawaimbi, ni kukazia tu. Baba nahamia bezi. Zoezi la kwaya limeisha, wanachagua viongozi wa nini? Wa kwaya. Haya, mkuu wa mambo ya kiroho. Hapo siwezi kuwemo, maana kuna wa kiroho zaidi yangu, wana masuruali makubwa. Hayo waachie.
Maburudisho hiyo siwezi. Wakachagua viongozi wote, wakabakia kipengele cha fundi mitambo wa nini, wa kwaya. Nikasikia mzee anasema huyu inabidi awe kijana mchangamfu. Nikasema hapo nitakuwema. Wakatafuta, hebu tumpatie Yusufu. Jamani, mimi hapa na shida ya mguu, kwa hiyo masipika ni mazito sana, siwezi kunyanyua. Nikasema asante sana Yusufu. Wakasumbuka hapo, dakika za mwisho ikabidi wampe nani? Nikapewa fundi mitambo wa nini. Nikasema asante Yesu, umeniona tena. Swali langu la kwanza, nipeni kazi za fundi mitambo wa kwaya. Kanisa lilikuwa halina vyombo, vyombo vilikuwa ni vya kwaya. Kaniambia jukumu lako ni kufunga vyombo kila tunapokuja kwenye nini? Kwenye zoezi. Swali la pili, kwenye hivyo vyombo na kinanda kimo? Kaniambia ndio kimo. Mmemaliza. Zoezi ni saa 10, mimi saa 8 nipo wapi? Kwani sinawafungia vyombo, shida ni nini? Sikiza nikwambie, Bwana atakupigania na utanyamaza. Acha Mungu akupiganie kwenye maisha yako. Faida ya tatu ya maombi, tunapata nguvu ya kushinda dhambi na majaribu. Unapata nguvu ya kushinda dhambi na majaribu. Mathayo 26 fungu la 41. Mathayo 26 fungu la 41. Biblia inasemaje? Mathayo sura ya 26 fungu la 41. Neno la Bwana linasema, Kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Kesheni mkiomba msije mkaingia wapi? Majaribuni. Roho iradhi, lakini mwili ni nini? Sikiza nikwambie, kuna wakati unaamka asubuhi unamwambia Mungu, nimechoka na haka kadhambi nako kafanya. Nimechoka na hapa mahali nilipofungwa. Roho yako iradhi kumrudia nani? Mungu. Lakini mwili wako ni dhaifu. Pale ambako unatamani kumrudia Mungu, kwa bahati mbaya unajikuta umerudi tena dhambini. Mungu nisaidie, nimechoshwa na kauongo nako kasema, nikipigiwa simu niko Manzese nasema niko Magomeni na naisi niko salama. Mungu nimechoka. Sikiza nikwambie, hiyo dhambi hautaiacha kama hautokuwa mtu wa nini? Wa maombi. Unaijua dhambi yako, unaijua inayokusumbua, unaijua ambayo kila ukipambana unajikuta umeifanya tena, lakini roho inaumia. Sitamani kufanya hivi. Kila ukiweka zaka unakuta umeshakula, kila ufanyaje umeshakula. Roho hii radhi umtolee Mungu nini? Lakini unajikuta umekula. Roho hii radhi. Sikiza nikwambie, kama ukiwa mtu wa maombi atakuletea ushindi juu ya dhambi yako. Kama ukijikabidhi kwa Mungu, Mungu atakuletea ushindi juu ya dhambi yako. Shetani hawezi kukaa palipo na nuru. Shetani hawezi kukaa mahali ambako Mungu yupo. Haujaamua, bado haujasugua magoti. Muombe Mungu akusaidie na ushindi ni hakika. Bwana atakupigania na utanyamaza. Ilikuwaje? Nachojua ni kimoja tu. Nilikuwa ni mwizi wa zaka ya Mungu, lakini sasa ni mtoto wake. Nilikuwa ni mzinzi sana, lakini sasa ni mwinjilisti wa neno la nani? La Mungu. Bwana atakupigania na utanyamaza nini? Kimya. Kwa kila aina unayopitia, kila tabu unayopitia, Mungu atakupigania. Haijalishi yawe ni magonjwa, iwe ni familia, iwe ni mke, iwe ni mtoto, iwe ni kazi, iwe ni shule. Hakuna kitu cha kumshinda nani? Yesu akawaambia,
Kuna mambo kwa wanadamu hayawezekani, lakini kwa Mungu yote anafanya nini? Yote yanawezekana. Jioni ya leo, nini kinakusumbua kwenye maisha yako? Unataka umwambie nini Mungu wiki hii? Unataka Mungu akusaidie kwenye nini wiki hii? Maana kwake kuna ushindi, kwake kuna uzima, kwake kuna uponyaji, kwake kuna baraka. Unataka akutendee nini leo? Unataka umwambie nini Mungu leo? Unataka Mungu akutendee nini? Akupiganie kwenye kitu gani? Maana tunaishi kwenye maisha ya taabu. Tunatembea, tunakuja kanisani ndio, tunaimba na kwaya ndio, tunachangia na lesoni ndio, lakini mioyoni mwetu tuna mazito yanatusumbua, tuna magumu yanatusumbua. Na tupate mtu kama tulie yaishe, lakini haiwezekani, tunayatembea nayo. Bwana anasema niite nami nitafanya nini? Nitakuitikia. Hata hayo makubwa unayoyaona, kwa Mungu ana njia maelfu ya kuyatoa. Hayo mazito unayoyaona, pale ambako unahisi wewe umemaliza kabisa, huna cha kufanya, Mungu anasubiri unyooshe mkono, akushike, akutoe salama. Haujaomba. Wakati huu mwambie Mungu unataka akutendee nini? Wiki hii Mungu yuko tayari kutenda jambo kwenye maisha yako. Mungu yuko tayari kufanya kitu kwenye maisha yako. Yuko tayari kukutendea makubwa kwenye maisha yako. Wewe uko tayari? Uko tayari kufungua moyo? Uko tayari kufungua moyo? Uko tayari kuisikia sauti ya Mungu? Uko tayari Mungu akupiganie? Uko tayari Mungu akusikie maombi yako? Maana yeye mkono wake umeshanyooshwa, anasubiri tu na wewe unyooshe, akutoe kwenye shimo linalokusumbua, akutoe kwenye magonjwa yanayokusumbua, akutoe kwenye taabu inayokusumbua, ili ukawe huru tena. Mwambie Mungu, nimechoka na maisha haya, nimechoka na taabu hizi. Wiki hii leo nipatie ufumbuzi, leo nipatie kuniweka huru, leo nifanye kuwa mpya sasa. Wimbo nambari 137. Yule mtu wa kinanda, nafikiri huwa tukianza ibada huwa anaondoka, basi anayeweza tu atusaidie. 137. Wakati tukiimba wimbo huu, ukiwa umekaa, imba wimbo huu kwa tafakari. Imba wimbo huu kwa tafakari. Waliochoka sana watapata nini? Raha. Ni kitu gani kimekuchosha kwenye maisha yako? Ni kitu gani kimekuchosha kwenye maisha yako? Mwambie Mungu yale mazito yanayokusumbua, ili yeye akupatie ufumbuzi, ili yeye akusaidie tena, ili yeye akuweke huru tena. Mwambie Mungu, nimechoka, nataka unitendee. Mbona kuna watu huwa wanashuhudia kwamba umewatendea? Mbona kuna watu huwa umefanya? Kwa nini isiwe kwangu? Kwa nini wakusanya ushuhuda wa watu wengine? Mungu na mimi kanipatie ushuhuda ndani ya wiki hii, na hiyo Mungu kanitendee makubwa ndani ya wiki hii. Ni kitu gani kimekuchosha? Mwambie Mungu akusaidie, mwambie Mungu akuweke huru. Tusimame. Saheri ya salama